Jambo na karibu Teachkrest. Leo tunataka tuangalie kazi za kihalisia, yani factual literary works. Lengo la somo au niseme mada ndogo ilikuwa ni kwamba mwanafunzi awe na uelewa wa tofauti baina ya bonilizi na kazi za kihalisia. Pili, mwanafunzi ataeleza aina na vipengele vya kila mojawapo, na tatu, mwanafunzi ataweza kuchanganua sifa hizi katika maisha ya kila siku. Katika somo lililopita niliweza kuangalia maana ya bonilizi, nikapeana aina za bonilizi, vipengele ambavyo hupatikana katika tahakiki ya bonilizi. Hivyo leo nitaangalia sehemu ya mwisho ambayo ni kazi za kihalisia, kazi za kihalisia, non-fiction. Kazi za kihalisia ni dhana inayomaanisha kuwa ni sanaa ya lugha inayotokana na mambo ya kweli. Watu wengine huziita kazi za kweli kama nilivyo tia kwenye mabano pale. Tukiangalia katika kazi za kihalisia, naona kwamba hutegemea matendo halisi, huhusisha matumizi ya lugha rasmi na wazi, kwa sababu tunachotaka pale ni uwazi na uaminifu. Jambo lingine, lengo la kazi ya kihalisia ni kuarifu, kueleza, kuagiza, kuhifadhi kumbukumbu, kutoa maelezo ya kibinafsi, kuhamasisha na kadhalika. Baadhi ya kazi za kikweli ni kumbukumbu za mkutano. Kwa mfano humu shuleni tumekuwa na mikutano ya kunawiri katika maisha ya kiroho, spiritual week of emphasis. So ikiwa tutaandika kumbukumbu zile, itakuwa ni kazi ya kweli. Ikiwa tumeenda mkutano, itakuwa ni kazi ya kweli pia. Jambo lingine ni tawasifu. Huu ni mfano wa kazi za kihalisia. Unaandika habari kuhusu mtu, yeye mwenyewe ndiye anayeandika. Ni tofauti na wasifu. Wasifu unapata ni historia au hadithi kumhusu mtu fulani, na mtu huyo ni wa kweli. Kuna ripoti za habari. Tuseme kama kumetokea mkasa wa moto, watu wameenda maandamano, wengine wamegoma. Hizo zitakuwa ni ripoti za habari, na kwa sababu ni za kweli itaingia katika tapo la kazi za kihalisia. Kazi nyingine ambayo huingia pale ni insha za kitaaluma kama vile tathmini za mtihani. Tunaweza kupata tasnifu, yani zile thesis. Pia kuna taarifa za biashara, kuna matangazo na pia tamko rasmi. Kwa mfano mwalimu mkuu akija aseme and the school is officially closed. Hilo ni tamko rasmi. Nakumbuka wakati wa corona, Rais Uhuru Kenyatta aliweza kusema kila kitu kisitishwe baada ya kesi ya kwanza ya corona kupatikana humu nchini. Hilo lilikuwa ni tamko rasmi, na bila shaka lilikuwa ni kazi ya kihalisia. Tukiangalia pia tutapata kwamba katika kazi za kihalisia, taarifa ni matukio halisi na udhibitishwa kwa data. Alafu pana uwazi na uaminifu, pana chanzo na ushahidi wa tukio, pana muundo maalum. Yani hivi kwamba kuna mwanzo, kuna mwili na tamati, ili kuleta uwiano wa maudhui. Nataka tuweze kuangalia Mlemavu Sio Mimi, ambayo ni tawasifu ya Godfrey Ipalei. Jalada ni hivyo navyoliona. Tukimwangalia Godfrey Ipalei ni mwanaume. Hapa alipo tunaona kuna kipanya, kuna kibodi pale, kuna simu, kuna pia kipakatalishi desktop. Nyuma tunaona kuna madirisha, mambo mengi. Ukimwangalia kwa mikono, hana mikono, vidole. Mikono yake imekatika katika, na hilo linatutia
ari ya kutaka kujua. Haya, kitu kingine anasema kwamba tajriba yangu imenifundisha kuwa kila binadamu ni mlemavu, lakini ulemavu si kutojiweza. Kila binadamu ana uwezo fulani ambao unahitaji kutambuliwa na kurutubishwa. Ulemavu pekee ni ujuao ni wa fikra na mielekeo hasi, si wa maumbile. Huu ndio mwelekeo wake kuhusu maisha, filosofia yake. Ameonyesha msimamo wake kwamba ulemavu ni ule wa kiakili na mielekeo. Hata katika jamii yangu ya Abagusi tunasema mbuyu oremerukire gintu lakini turemerwo ubongo. Heri uweze kulemaa hata ukapungukiwa na kila kitu, lakini usije ukapungukiwa na nini? Akili razini. Kwenye jalada hilo la nyuma tunaona kwamba mwandishi Godfrey Ipalei alizaliwa mikono yote miwili ikiwa nusu nusu. Licha ya hayo amesoma katika shule za kawaida regular schools hadi chuo kikuu na kuajiriwa kazi ambayo kwa kawaida angeonekana kutoiweza. Ipalei ameweza kufanya mengi ambayo hayangetarajiwa katika hali yake. Kwa sasa yeye ni mtaalamu wa tarakilishi katika shirika la huduma wa wanyamapori nchini Kenya, yani KWS. Kitabu chenyewe kimechapishwa na shirika la Oxford. Tuanze kukichambua basi. Labda nikikuonyesha tu kitabu chenyewe ni hivyo unavyokiona. Kuna sura ya kwanza, alafu mwisho tuna sura 7. Hivyo tunaona tawasifu hii na sura 7 na imepangwa kwa njia ya kikronolojia, yani kutoka mwanzo hadi mwisho. Ya picha ambazo zimo pale. Ipalei baada ya kumaliza kidato cha 4. Haya. Okay. Haya basi tuanze uchambuzi wetu. Uchambuzi wa kazi za kihalisia tukitumia Mlemavu si mimi ya Godfrey Ipalei. Kipengele cha kwanza kinachoonyesha kwamba tawasifu mlemavu sio mimi ni kazi ya kihalisia ni kwa sababu ina wahusika halisi. Na tunajua kwamba wahusika ni wale au ni viumbe wanaotumika katika kazi ya sanaa ya lugha. Na tunapata kwamba wahusika halisi ni wale ambao wamewahi ishi au bado wako hai. Baadhi ya wahusika ambao wamo katika tawasifu ya Godfrey ni wafuatao. Kuna mamake Godfrey kwa jina Mama Ada au Ada Amo. Kisha kuna rafiki yake Mariamu, kuna mwingine anaitwa Thabit ambao walisindikizana naye kuelekea hospitalini alipozaliwa Godfrey Ipalei. Kuna babu yake ambaye ni Jacobo Oshoromo au Osamo Migoria. Kisha tuna Otsu Karani, kuna Martha Pali ambaye alikuwa ni mama ya babu Jacobo, yani pia ni nyanya. Kisha kuna mwandishi mwenyewe ambaye ni Godfrey Ipalei, ni mhusika halisi kwa sababu tunamuona hata akitembea shule kote kote nchini akiwapa watu motisha. Tunamuona babake Godfrey ambaye ni Otsu Karani. Kuna mwalimu mkuu katika shule aliyowahi kusomea Godfrey. Kuna binamu zake ambao ni Karimu na kuna Saul Olita, kuna Thomas Olita pia ni binamu zake. Kuna Isiape, kuna Ikori, kuna Martha Olita, kuna Agnes Lee. Kisha kuna Bwana Zakayo Masaka. Hayo yanathibitisha kwamba tawasifu ya mlemavu sio mimi ni kazi ya kihalisia. Ukiangalia katika usawiri wa wahusika tunaona kwamba tunapewa maelezo ya kimaumbile,
kuna mavazi yao na hulka. Kwa mfano kina Saul walivyokuwa wakipita mtihani, kulikuwa na rafiki kama kina Grace Lee ambao walikuwa wanampa changamoto kimasomo. Alafu tunaona usawiri wa wahusika hapa umeleta uaminikaji. Kwa mfano kuna dialojia. Pia tunaona kuna kutambua sifa za mhusika, na tunapata wahusika hawa ni wahusika duara, yaani wanabadilika kisaikolojia na wana sifa nyingi. Hilo linatufanya tuweze kuwaamini. Aidha tunaona ulinganifu wa wahusika. Kwa mfano wanapokuwa shuleni katika darasa la 4 wanavyo pambana kimasomo na rafiki zake. Hizo ni sifa. Ukiangalia ulinganifu wa wahusika, kwa mfano babake anampa kijiti ambacho anatumia kulima, kuandikia samahani. Kakake pia ni karimu, anamsaidia kuoga, kufua. Pia wana tofauti zao, kwa mfano kiakademia wamejaliwa na vipawa tofauti. Ukiangalia kuna uchambuzi wa hadhi ili kuonyesha ushawishi. Mfano tunaona anasema hivi: haieleweki ni kwa nini binadamu mara zote hatarajii kinyume cha hali, licha ya kujua dhahiri shairi kuwa kuzaa ni bahati nasibu. Kuna kupanda na kushuka. Kwa mfano unapata kwamba tunaweza kuwa tunaomba tunataka mvua. Mvua ikija tunataka jua, jua likija tunataka mvua. Hatuna ambalo tunalitaka. Huu ni uhalisia wa kibinadamu. Na hiyo inaonyesha kwamba ni kazi ya kihalisia. Aidha Ipale amefanikiwa kuonyesha anavyopambana na migogoro tofauti, anavyopambana na ile hisi kuwa na maswali ambayo watu walikuwa nayo. Yeye anasema ni kitendawili. Nani atamlinda akiwa ujana ni hadi uzeeni? Anaamua kukichagua kitendawili hicho, anaanza kujiogesha, anaanza kujifunza kuogelea, anaamua kwenda kujifunza kompyuta. Haya yote hata pia anafanya uamuzi wake ni kozi gani atafanya. Hivyo tunaona kina cha wahusika, the depth of the characters, hutegemea namna anavyopambana na mgogoro. Kama ni babake anavyofungia wale ng'ombe waliokuwa wameenda kula mazao ya babu. Naam, pia anapomchapa mhusika. Alafu tunaona kuna umuhimu wa wahusika pale, haswa kwa wakitenda kazi. So wanaeleza maudhui tofauti. Kwa mfano Ipale ametumiwa kuonyesha maudhui ya elimu, masaibu ya watu wenye ulemavu. Kuna kufanya tawasifu iwe halisi. Kwa mfano hapo mamake anapoenda kujifungua na ametoka kutembea, inafanya tawasifu iwe halisi. Na pia tunaona mabadiliko ambayo yamekuwa. Kitambo watu walikuwa wanatembea, siku hizi kuna bodaboda, yaani bajaji, kuna magari, kuna ndege, mambo ni mengi. Hivyo kufika hospitalini huhitaji kutembea kwa miguu. Kisha kuna kufundisha funzo la maadili. Kwa mfano yanatufundisha kwamba tusiwadharau watu wenye ulemavu. Pia kuna kuhamasisha hadhi ya jamii. Tumeweza kujua kwamba tuna unyanyapaa, tunafaa tubadili. Kipengele cha pili kinachoonyesha kwamba tawasifu mlemavu sio mimi ni kazi halisi, kwa sababu mandhari, yaani yale mazingira ambayo yametumiwa pale, yana uhalisia na yana mazingatio ya kiasili. Kwa mfano kijiografia, tawasifu hii imejikita kwa mazingira halisi. Kwa mfano amesomea Kolanya na aliweza kutupa katika ukurasa wa kwanza neno Kolanya lilitokana na nini. Aliweza kusomea chuo kikuu. Haya yote sasa hivi yafanya kazi katika
shirika la huduma kwa wanyamapori. Hayo yote yanaonyesha uaminifu wa mandhari. Ukiangalia kiwakati tawasifu imejengwa kuanzia utoto hadi hivi sasa. Hata anatuambia mwaka alipofanya mtihani wake. Na haya yote yanaonyesha ukweli. Pia hili limetusaidia kujua sababu ama chanzo na ushahidi wa tukio. Kwa mfano kwa sababu aliona anamsumbua kakake, anachelewa baada ya kutoka michezoni, aenda amtafute aje amwoshe, anachelewa, akaamua kujifanyia mambo ili asije akahisi kwamba amekuwa mtumwa. Kingine ni kihali, tunaona kwamba kuna mandhari halisi. Anahisi vibaya anaposhindwa na mtoto wa kike ambaye alikuwa ni Martha Olita, binamu yake pia binti Amu. Hakufurahia alipokuwa chapwa, eti analilia aende shuleni. Tunaona haya ni mandhari halisi. Tunajua kwamba katika familia nyingi haswa za Kiafrika, mama anakuchapa na anatarajia unyamaze uendelee. Kipengele kingine, tukiangalia ruwaza ya kifani, kuna matumizi mengi ya taswira, kuna dialojia, kwa mfano baina yake na mwalimu wake Zakayo, taswira baina ya dialojia, samahani, baina yake na wale ambao walikuwa wanafunza katika kazi hiyo ya shirika la wanyamapori, huduma kwa wanyamapori. Pia tunaona kipengele kingine ni ukweli. Pana picha kama ithibati, kama nilivyofika kuwaonyesha mwanzoni mwa video hii. Kisha kuna muundo maalum. Ameipanga kazi yake kwa njia ambayo ni maalum kuanzia utotoni hadi sasa. Alafu ana dhamira tofauti, na dhamira kuu ilikuwa ni kuhamasisha watu dhidi ya unyanyapaa. Katika ukurasa wa mwisho ambao ni ukurasa 55, anasema kila mtu swali lake lilinichekesha. Nilicheka kisha nikamjibu, mlemavu si mimi. Safari ya maisha ina vizingiti vingi, nimekutana navyo, kila mtu amekutana navyo. Maumbile yangu ni moja ya vizingiti hivyo. Hata hivyo, vizingiti havipaswi kukufanya usitishe safari yako. Ukivikuta mbele yako, hufai kurudi nyuma kwa kukata tamaa, bali utafute njia ya kuvishinda kwa kuvikanyagia au kupita kando. Kila kizuizi unachopita ni hatua katika uvumbuzi wa mambo, na kile chenye umuhimu kabisa ni kwamba ulemavu wa kipekee ni ujuao ni ule wa fikira na mielekeo hasi, si wa kimaumbile. Kwa hivyo sote tujichunguze ili tubaini uwezo wetu. Tusikubali kama ulemavu utuzuie kufikia malengo yetu. Ni kwa sababu hii na nyingine ndipo nimeamua kuanza safari hii ndefu ya kuonyesha binadamu kwamba kila mtu ni mlemavu, na ulemavu si kutojiweza. Hivyo tunaona alikuwa anadhamiria kutuonyesha ukweli kuwa kila mtu ana ulemavu wake. Dhamira zingine zimo kwenye kitabu changu ambacho unaweza kukiagiza, mwongozo wa kazi ya mlemavu si mimi. Haya, kipengele kingine ni kwamba katika ploti yake pana muwala wa mawazo na umantiki. Kwa mfano, anazaliwa vipi, jamii ilichukulia vipi, amefunzwa vipi, mbona alichelewa kwenda shuleni kutokana na ulemavu wake. Wengi kwa natarajia kwamba huenda hatakubalika. Kwa sababu gani ilimfanya asiende shule za kispesheli akaenda tu shule za kawaida ilhali ana ulemavu.
Haya yote yamedhihirika mle. Pia tumeona kuna maelezo maalum ili kuibua hisia kwa msomaji. Anatupa maelezo namna alivyolelewa, alivyokuwa akicheza shuleni, masomoni alikuwa vipi, kufeli kwake, haya yote. Na niliweza kufurahi kwa sababu alikuwa, nilipoisoma ile kazi, inahitaji moyo kuweza kufunguka na kuwa na maelezo ya kinaga ubaga kuhusu maisha yako kibinafsi. Yeah, it's high level of vulnerability. Kitu kingine tunaona kwamba kuna msingi wa ukweli na uaminikaji. Yale ambayo ameeleza yanakuwa ni ya kweli. Pia kuna ithibati, anaweza kuwataja wahusika mbalimbali ambao walikuwa katika safari yake ya maisha. Lakini kumbuka kwamba kuna mahali ambapo ameweza kuchanganya kazi bunilizi. Kwa mfano anapotueleza maana ya neno kolanya, majazi, imetokana na mtu aliyeitwa Elanya, ambaye alikuwa ni mtu mwenye busara. Eti alikuwa na miguu minene kama ya ndovu. Haya, jambo lingine ni kuwa ametumia nafsi ya kwanza katika usimulizi wake ili kuleta uhalisia wa kazi yenyewe. Jambo lingine tunaloliona ni kuwa usimulizi huo unapunguza masafa ya kueleza kazi yenyewe, na kwa sababu nitawasifu, ni mtu anaeleza historia ya maisha yake, inatufanya tuweze kuamini. Huenda mtu angeuliza mle mwanzoni, anaeleza aje hata kuhusu kuzaliwa kwake. Anasema tu ni alivyoyasikia na kuelezwa. Kipengele kingine, kuna maudhui halisi, na maudhui ni aina mbalimbali. Kuna maudhui ya kibinafsi au kihisia. Kwa mfano aliposhindwa na Martha, alikuwa amefurahi kwamba amewapiku wote shuleni mwao, lakini alipoangalia matokeo ya shule nyingine ambayo alikuwa amefanya, akagundua kwamba binti ya mwake ambaye ni Grace Ipalei alikuwa amemshinda na alikuwa mwenye umri mdogo. Hili liweza kumhuzunisha. Aliposhindwa na wengine darasani, aliamua kwamba hawezi shindwa kote, lazima pia aweze kufuzu katika sekta ya kandanda. Kuna maudhui ya kiutamaduni, kwa mfano mila, desturi ya watu wa kule Teso ilikuwa ni kwamba mtu ambaye ana ulemavu angeleta jambo baya katika jamii, hivyo alikuwa aweze kutupwa. Ndiposa tunaona watu wengine wana ushawishi kwa mamake aweze kukitupa kile kiumbe, lakini mila hizo na desturi zimepitwa na wakati. Ukiangalia maudhui katika kigezo cha kiadabikishaji, yaani kimaadili, tunaona maadili yalivyolelewa. Kuna elimu, kule kuchapwa, hakukuwa na maondeleo, kulikuwa na kwenda shambani kulima ndipo uweze kwenda shuleni, maisha magumu. Aidha pia kuna maudhui halisi ya kijamii, kwa mfano umaskini, kazi, hata nyumba yenyewe ilikuwa ya msonge, haya yote. Na maudhui haya yamewasilishwa kupitia wahusika, migogoro, mandhari, kuna maelezo ya mwendelezo, pia uchunguzi wa hisia. Ikifikia hapo, natumai umeweza kujifunza. Hadi wakati mwingine, nimekuwa ni mwalimu wako wa fasihi BK Romo. Zidi kusubscribe, kushare na kulike hii video. Pia uweze kucomment hapo kwenye kikasha, tuweze kuwasiliana zaidi na kukiinua Kiswahili. Ikiwa una swali pia niandike hapo kwenye comment section. Unaweza kunipa maoni yako kuhusu hii video ili tuweze kuiboresha zaidi. Kwaherini.